Karibu kwenye exclusive za Ava TV. Mimi naitwa Latifa Anafi. Ava TV tunapatikana YouTube, tufuatilie huko, lakini pia Instagram @AvaTVTZ. Niko hapa kwa ajili ya kuzungumza ama kupata maelezo kutoka kwa afisa habari wa bodi ya ligi. Muda mrefu kweli kweli hatujazungumza. Anaitwa Karim Boimanda. Karibu tutazame mahojiano haya. Karimu, habari? Poa. Uko sawa sawa? Uko vizuri wewe? Mimi niko vizuri kama nakuona uko vizuri. Hata wewe? Sana, mimi niko vizuri pia. Namshukuru Mungu. Ligi inaendelea, mambo ni mengi, lakini mambo mengine yanazingatiwa. Muhimu kuzingatia kila kitu. Ligi ikichezwa na huku maisha yanaendelea. Tumeshuhudia klabu 4 kutoka ligi kuu ya NBC, ligi bora kabisa barani Afrika hivi sasa, zikishindwa kupata nafasi ya kwenda hatua ya robo finali, kitu ambacho pengine kimeumiza sana wapenda soka wa ligi kuu ya NBC. Nyinyi kama bodi mna ujumbe gani kwa Watanzania? Tulishuhudia kwanza klabu 4 za kutoka ligi kuu ya NBC, ligi ya 6 kwa ubora barani Afrika, zikitinga kwenye hatua ya makundi. Tulianza kushuhudia hilo historia. Yaani kwa mara ya kwanza kabisa timu zetu 4 zinafanikiwa kufuzu hatua ya makundi. Halafu baadaye ndio tumekuja kushuhudia timu hizo 4 zikishindwa kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo ili uishi vizuri duniani lazima uanze kwanza na kitu chako kizuri. Kwa hiyo kitu kizuri kilikuwa ni klabu zetu 4 kufuzu hatua ya makundi. Lakini taarifa mbaya ni kwamba zimeishia hatua ya makundi. Kwa hiyo sisi bodi ya ligi kuu Tanzania kwanza tunajivunia kuweka historia ya kupeleka klabu 4 kwenye hatua ya makundi, lakini tunasikitishwa na klabu hizo kushindwa kwa advance kwenda hatua ya robo finali. Lakini jambo la msingi kabisa ni kwamba tunachukua hilo kama darasa. Tunachukua kama darasa, kama somo. Tunaamini klabu zetu zimejifunza mambo mengi kwenye hiyo hatua, na kama ambavyo tulisherehekea klabu 4 kuingia hatua ya makundi, tunaamini msimu ujao tutasherehekea klabu 4 kwenda hatua ya robo finali. Kama ambavyo umesema tulitinga hatua ya makundi timu 4 na hivi sasa zimetoka, lakini pia tulipambana tukafika mpaka hatua ya nafasi ya 4 kwa ubora wa ligi barani Afrika, lakini isivyo bahati pia hivi sasa tumeshuka mpaka nafasi ya 6. Tumekuwa wapi hapa katikati mpaka kushuka nafasi hizo? Kabla hatujazungumzia kushuka kwa nafasi 2 kwa upande wa Afrika, nimesema ukitaka kuishi vizuri duniani anza na mambo yako mazuri. Nikukumbushe tu kwamba ligi kuu ya NBC imepanda kwa nafasi 3 kwa viwango duniani. Imepanda kwa nafasi 3 kwa viwango duniani, lakini imeshuka kwa nafasi 2 barani Afrika. Kwa hiyo taarifa ya kwanza kabisa nzuri ni kwamba ligi yetu imepanda kwa nafasi 3 kwa viwango duniani. Si umeiona hiyo habari ilivyo Ni habari nzuri sana. Tukishaimaliza hiyo sasa turudi kwenye habari ya kushuka kwa nafasi 2 barani Afrika. Kwanza ni chache 2, tumeshuka kwa 2, tumepanda kwa 3 duniani. Kwa hiyo hii lazima iwe ya mwisho. Sasa kwenye hii habari ya mwisho, kwanza tunajivunia kuendelea kusalia ndani ya top 10. Utakumbuka kwamba hii Afrika ina nchi nyingi zaidi ya 54 kama sikosei. Sisi bado tuko ndani ya 10 bora. Ni jambo kubwa sana. Tujipongeze sana kwa hilo, kuendelea kubakia hapo. Miaka michache sana nyuma tulikuwa kwenye nafasi ambazo hazitamkiki. Hata inatia aibu kuzitangaza kwamba tuko nafasi ya 35, 40 na nini huko. Haikuwa jambo hata linalofaa kutangaza, lakini tumeendelea kukua, na unaposhuka kwa nafasi kadhaa unatakiwa kurudi nyuma na kuangalia nini kimekufanya ushindwe kubakia kwenye nafasi yako, ujifunze, urekebishe, usonge. Lakini kikubwa ni kwamba nchi 2 ambazo zilikuwa chini yetu sisi ambazo zimepanda sasa hivi ni nchi ambazo tunafahamu kwamba wenzetu kwenye swala la utekelezaji wa masharti ya kanuni ya leseni za klabu wako vizuri, kwa sababu wao kiuchumi wako vizuri. Algeria, Morocco ni nchi ambazo kiuchumi wako vizuri, hata uchumi wa klabu zao utaona ni uko juu zaidi yetu. Tunaamini kwa kadri tunavyoendelea kupambana klabu zetu ziweze kutekeleza vizuri na kwa 100% masharti yale ya kanuni ya leseni za klabu, ikiwemo kumiliki viwanja vyao na masuala mengine,
ni mambo ambayo yatatusaidia kuendelea kupanda juu, lakini maeneo mengine ikiwemo ushindani wetu kwenye michuano mbalimbali, usimamizi na uendeshaji, bado tuko vizuri. Kitendo cha club zetu kwenda kwenye hatua ya makundi ni achievement kubwa sana. Kwa hiyo bado tuko vizuri. Tunachopaswa kufanya kikubwa ambacho ningependa kuzungumza na wewe ili na watazamaji wetu wa Ava TV watusikie ni kwamba tunapaswa kutumia muda mwingi zaidi kuhubiri mambo yetu mazuri. Mtu ambaye yuko nje ya Tanzania akifungua Ava TV akute habari nzuri kuhusu ligi yake. Lakini ikiwa Latifa wewe ukiamka asubuhi unatafuta hadithi hasi, mambo mabaya tu ya ligi, manake yule mshabiki wako ambaye yuko nje ya Tanzania atakuwa anajua ni mambo mabaya tu yanatokea hapa, hatasikia chochote kuhusu jambo zuri. Lakini tuna dabi hapa yenye mvuto kabisa, yani dabi ambayo kwa sasa hivi hapa Afrika ukizitaja dabi 3 zenye mvuto mkubwa, dabi yetu sisi imo. Watu wakisikia habari nzuri kuhusiana na hiyo dabi, na wao wanaendelea kutangaza neno zuri kuhusiana na Tanzania. Kwa hiyo ni wajibu wetu pia kulinda hiyo brandi. Tulishaitengeneza sisi na nyie tulishirikiana kuitengeneza kuifikisha hapa ilipo leo. Tukiibomoa, mmoja wetu akiibomoa, maana yake ni nini? Tunabomoka wote, tunashuka wote. Jina lako wewe sasa ni kubwa kwa sababu watu wengi sana wanapenda habari za ligi kuu ya NBC ambazo wewe unaziripoti. Kesho tukitangaza hii ligi kwa ubaya, idadi ya watu ambao wanaipenda hii ligi itapungua. Ikipungua maana yake idadi ya watu ambao wanakupenda wewe Latifa watapungua. Sasa wale watu wanaokufuatilia wewe wakipungua, unadhani wewe utakuwa umekuwa? Utakuwa na wewe umeshuka. Kwa hiyo tushirikiane kwa pamoja. Sio jambo la TFF peke yake, sio jambo la bodi ya ligi peke yake. Ni jambo la wadau wote, mkiwemo nyinyi wana habari. Kama tulivyoshirikiana kuipandisha, tuendelee ku maintain hiyo status, ikiwezekana tuipandishe zaidi. Kusiwe na kundi la watu wanapambana kuishusha kwa kutangaza mabaya yake. Kwa ni wapo? Sasa si nimetoka kukuambia hapa kwamba mara zote tunasikia kuhusu mabaya tu. Yale mazuri yanakuja baadaye. Tunaanza na mabaya. Na ndio maana somo langu la kwanza hapa leo lilikuwa tuanze kuzungumza mazuri yetu, alafu yafuate mabaya yetu. Tusitangulize mabaya. Wakati tunaanza kuongea mazuri kuna mtu atachoka. Ametusikiliza zuri lile, baada ya kumaliza lile zuri amepata dharura, akiondoka. Wakati sisi tunazungumza baya yeye hayupo. Lakini ukianza na baya, atasikia baya, akichoka akapata dharura akiondoka, wewe wakati tunazungumza zuri hayupo. So tusambaze hiyo sumu njema, sumu nzuri ya kwamba tunapaswa kutumia muda mwingi zaidi kuzungumzia mazuri yetu. Bana, tumeuelewa afisa habari wa bodi ya ligi hapa kuhusiana na kuibrand, ngumze pia na mazuri mengi ambayo yanaendelea kufanyika. Asante sana Boimanda na umeeleweka. Turudi huku. Tarehe 1 March mwaka huu tunaosubiri mchezo mkubwa kabisa, mchezo wa dabi ya Kariakoo, Young Africans dhidi ya Simba. Maandalizi yakoje? Ikiwa mpaka hivi sasa inafahamika mchezo huo unakwenda kuchezwa pale kwenye uwanja wa New Amani Complex. Hongera sana. Naona jambo limefana. Asante sana. Hongera. Huku ni taarifu lakini nakupongeza. Kwani nini? Hii si inakuaga ile maalum kwa ajili ya mabibi harusi. Si urembo? Okay, basi nikajua hiyo mpaka tu wale ambao wanafunga ndoa. Maandalizi yanaendelea vizuri. Mchezo mkubwa ule. Dabi ya Kariakoo ni mchezo mkubwa sana ambao unavutia watu wengi sana kutoka ndani na nje ya nchi. Umetoka kwenye nafasi fulani hivi, umekwenda kwenye nafasi nyingine kwenye nyoyo za watu wanaopenda ligi kuu ya NBC. Ni mchezo ambao shauku ya watu kushuhudia imeongezeka kutokana na ubora wa vikosi vyenyewe hivyo viwili vinavyokwenda kupambana kwenye huo mchezo. Tutakiri kwamba namna Simba na Yanga zimeanza msimu vikosi vyao na namna vilivyo sasa hivi ni tofauti. Kuna tofauti kubwa, wamefanya maboresho makubwa, wamebadili makocha, wamesajili wachezaji wapya. Kuna kitu cha kipekee ambacho tumekuwa
tumekiona kwenye michezo yao, na kila mmoja anatamani kuona watakapokutana itakuwaje. So wakati sisi tunaendelea na maandalizi, tunatoa wito kwa wadau na wao kujiandaa kwenda Zanzibar kwenda kushuhudia huo mchezo. Sidhani kama ni mchezo wa kusimuliwa hadithi ule ni mchezo ambao kwa hakika unapaswa uwepo pale uwanjani, upate ile atmosphere ya uwanja wa New Amani Complex, uone namna watu watakuwepo pale uwanjani wakiwa wamependeza kushuhudia ladha tamu za ligi kuu ya NBC. So tuendelee kuwakumbusha watu kwamba ni wakati wa kujiandaa. Bodi ya ligi wapashe kwamba bodi ya ligi inaendelea na maandalizi kabambe kabisa ya kuelekea huo mchezo. Na wao wadau wanapaswa kuendelea na maandalizi ya kwenda kushuhudia huo mchezo. Ilikuwaje pakawa kuna mkanganyiko wa taarifa kuhusiana na eneo la kuchezea? Meneja habari na mawasiliano ya klabu ya Yanga alitangaza akasema, punde tu mara baada ya mchezo wa kimataifa dhidi ya Kabili, akasema watacheza pale kwenye uwanja wa Amani Complex. Lakini nilikusikia wewe kupitia radio ya Crown FM ulikanusha na ukasema bado ninaujua uwanja wa Benjamin Mkapa kama ndio uwanja ambao unakwenda kuhodhi dabi hiyo ya Kariakoo. Ilikuwaje kukawa na tofauti ya hizi taarifa kuhusiana na uwanja? Inatoka bodi ya ligi kuu Tanzania. Kwa hiyo mimi sikubaliani na wewe kwamba kulikuwa na mkanganyiko wa taarifa. Taarifa ya ratiba za michezo ya ligi inatolewa na mwendeshaji wa ligi ambaye ni bodi ya ligi kuu Tanzania. Mpaka wakati wewe unanisikia na nasema, of course sikukanusha, mimi sikanushi taarifa ya mtu mwingine. Mimi naeleza taarifa za bodi. Kwa hiyo wakati mimi naeleza taarifa za bodi, status ya bodi, mchezo huo ulikuwa unafanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Tulikuwa hamfahamu kama Yanga tulikuwa tunafahamu kwamba Yanga wameomba kutumia uwanja wa New Amani na kuna taratibu zinapaswa kufuatwa ili kujithibitishia kwamba kweli huo uwanja utatumika kwa mchezo husika. Kwa hiyo sisi kama waendeshaji, mpaka wakati huo nazungumza na watu wa Crown, taratibu za huo uwanja kutumika kwa ajili ya mchezo wa Machi mosi dabi ya Kariakoo zilikuwa hazijakamilika. Kwa maana hiyo Alikamwe aliwahi kutoa taarifa kabla. Mimi simzungumzia Alikamwe hapa. Mimi nazungumzia taarifa ya bodi ya ligi kuu Tanzania ambayo ni taarifa ambayo ndio rasmi. Bodi ya ligi ndio wanaosimamia na kuendesha ligi. Na ndio maana tulitangaza. Ingekuwa sisi taarifa zetu zinatoka kupitia vyombo vingine, basi tungekaa kimya kwa sababu tayari kuna taasisi nyingine imetangaza. Lakini mimi ninachofahamu ni kwamba, ambacho na wewe naamini unafahamu, kwamba wanaesimamia na kuendesha ligi ni bodi ya ligi kuu Tanzania, na ndio maana hata taarifa yake umesema taarifa rasmi. Si ndio? Umesema umeita taarifa rasmi, tukaona baadaye mmetoa taarifa rasmi. Kwa hiyo mimi ni msemaji wa bodi ya ligi, tuna taratibu zetu za mawasiliano, namna ya kufikisha ujumbe, tunafikisha taarifa baada ya confirmation gani, baada ya taratibu gani kufuatwa na kukamilika, ndipo tunatoa taarifa. Kwa hiyo siko tayari kuzungumzia taarifa nyingine yoyote kwa sababu hata kuna mambo kibao hapa yanatokea, nyie wanahabari mnakuwa mnayajua, mmenusa kutoka vyanzo vyenu, mnaripoti. Lakini baadaye lile jambo linakuja kuwa kweli, linatoka kwa urasmi kupitia TFF, kupitia bodi ya ligi. Haimaanishi kwamba bodi ya ligi imetoa taarifa baada ya nyie kutoa taarifa. Ile taarifa yenu nyie inakuwa sio rasmi. Mmeipata kwa njia zenu, it's okay, wala tugombani na mtu. Lakini kuna urasmi. Urasmi sasa mwendeshaji ndo anajua taratibu za kutoa taarifa. Na anajua kwa nini nisitoe leo. Kwa nini, kitu gani hakijakamilika? Kwa sababu ili utangaze kwamba mchezo utafanyika sehemu fulani, kuna vitu kadhaa vinatakiwa vimesha kuwa confirmed, ikiwemo mmiliki wa uwanja kuthibitisha kwamba kweli ameingia makubaliano na klabu husika, kwa sababu mwenyewe mchezo ni Young African Sports Club, wao ndio wanakwenda kuzungumza na mmiliki wa uwanja. Kwa hiyo wakishazungumza wao, Young African Sports Club wanawasiliana na sisi, wanatueleza kwamba tayari mmiliki wa uwanja ameshatuthibitishia kwamba anatupatia uwanja kwa ajili ya huo mchezo kwa barua. Kwa hiyo document ile ndio ambayo sisi natuthibitishia kwamba kweli sasa mchezo utafanyika kwenye uwanja fulani, then tunatangaza. Kwa hiyo hakuna mkanganyiko wa taarifa. Ali alikuwa yuko sahihi. Hata Ali anajua kwamba bodi ya ligi ndio imetoa taarifa rasmi kuhusiana na huo mchezo. Lakini hakuwa sahihi. Hakuwa sahihi kufanya nini?
Mimi sijamsikia sasa anazungumza, siwezi kumzungumzia yeye. Wewe ndio umenipasha hapa kwamba tulisikia taarifa kutoka kwa Ali, nikakwambia anayetoa taarifa kuhusiana na mabadiliko ya ratiba, kuhusiana na mabadiliko ya viwanja na kila kitu ni bodi ya ligi kuu Tanzania, na bodi imeshatoa taarifa. Kwa hiyo kama kuna mtu alitoa taarifa kabla, haikuwa rasmi. Haikuwa rasmi ndio neno sahihi la kusema kwamba haikuwa rasmi. Anayepaswa kutoa taarifa rasmi ni bodi ya ligi kuu Tanzania, na ameshatoa. Usahihi au kutokuwa usahihi ni wewe na aliyetoa taarifa, sio wewe na msemaji wa bodi ya ligi. Msemaji wa bodi ya ligi anazungumzia taarifa za bodi ya ligi, sio taarifa za taasisi nyingine wala taarifa za mtu mwingine. Kwa hiyo usahihi wake ni yeye sasa, wewe na yeye, sio wewe na mimi. Mimi taarifa yangu ilitoka jana, na ndio taarifa rasmi, tuishi humo. Tuishi kwenye taarifa rasmi. Vipi kwa upande wa waamuzi kwa dabi ya msimu uliopita, pale kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa tulishuhudia aina tofauti ya waamuzi, kwa maana ya waamuzi ambao hawatoki ndani ya Tanzania wakitoka kwenye nchi nyingine. Kulingana na tension kuelekea mchezo huo, maandalizi yanavyoendelea mpaka hivi sasa, tutarajie kuona waamuzi kutoka nje ya taifa la Tanzania ama tutaendelea kutumia wa hapa kwetu Tanzania? Waamuzi wote wanaochezesha michezo ya ligi wanapangwa na kamati ya waamuzi ya TFF, ikiwemo hiyo dabi. Kwa hiyo sisi bodi ya ligi kuu Tanzania tunasubiri kamati ya waamuzi ya TFF ituambie waamuzi gani watatumika kwenye mchezo. Uzuri ni kwamba kanuni zinawaruhusu kuamua kuchukua waamuzi kutoka ndani au nje ya nchi. Wao wenyewe, kanuni ipo wazi, inawaruhusu wao kuteua waamuzi kutoka aidha ndani ya nchi au nje ya nchi. Kwa hiyo tutakapoambiwa bana, tumewateua waamuzi hawa kutoka mkoa fulani wa hapa Tanzania, sisi tutawapokea, tutawafanyia maandalizi ya kufanya kazi yao. Wakituambia wametoka nje ya Tanzania, tutawapokea, tutawafanyia maandalizi ya kusimamia mchezo wetu. Yeah. Ni kurudisha pale nyuma kwenye sababu za kutoka Benjamin Mkapa kwenda Amani Complex Zanzibar. Ni zipi? Tumesema Young Africans Sports Club michezo yake ya nyumbani ya dabi tulitoa taarifa kwamba itafanyika, manake dhidi ya Simba na dhidi ya Azam itafanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo baadaye tulipewa taarifa kwamba uwanja uliotokuwa na matumizi mengine kwenye hiyo tarehe ya mchezo, kwa maana isingekuwa rahisi tena kuweka tukio kubwa kama hilo hapo kwenye huo uwanja. Kwa hiyo kikanuni sasa, kama timu inakutana na changamoto ya mtindo huo, kwamba uwanja wake wa nyumbani unakuwa na changamoto yoyote ile ya kufaa kutumika kwenye siku husika, timu inawasiliana na bodi ya ligi kuomba kutumia uwanja mwingine, uwanja mbadala. Kwa hiyo tuliwasiliana na Young Africans Sports Club, wakatuandikia barua kuomba kutumia uwanja wa New Amani Complex, lakini baada ya wao kutuandikia barua, bodi kama waendeshaji tulifuata zile sasa taratibu za kujiridhisha kwamba uwanja una sifa na una nafasi ya kutumika kwa ajili ya huo mchezo, na ndio hizo ambazo zilisababisha sasa tuchelewe kutoa taarifa. Kwa hiyo taratibu zingine zilifuatwa, ikiwemo kujiridhisha juu ya kila kitu kwenye uwanja huo na ruhusa rasmi kutoka kwa wamiliki wa uwanja, baadaye tukatangaza. Kwa hiyo si kwamba mchezo huo Yanga wameamua tu, wamejisikia tu kutoa Benjamin Mkapa kupeleka Zanzibar kama ambavyo watu wengine wanasambaza. Si haiko hivyo. Uwanja Yanga walikuwa wanajiandaa kucheza mchezo wao nyumbani kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini kuna challenge imetokea ndio imesababisha waombe kutumia uwanja mwingine, na kwa sababu uwanja walioomba ni uwanja wenye sifa, uwanja mzuri, uwanja bora, bodi ya ligi imejiridhisha na kutoa ruhusa kwa mchezo huo kufanyika kwenye huo uwanja. Sawa, mimi nimalizie hapo kwa mashabiki kuelekea dabi hiyo ya Kariakoo. Kuna michezo mingi hapa, lakini huo ni mchezo mkubwa. Nawaambia nini? Ya wajitokeze kwa wingi kwenye hii michezo kabla ya dabi, kwa sababu hiyo ni warming up. Wapashe. Hii michezo ambayo iko hapa kati hapa kuelekea Kariakoo dabi, hii tupashe misuli. Tujitokeze kwa wingi sana viwanjani, tukazishangilie. Unajua unapokwenda uwanjani ukaishangilia timu yako hiyo, Dodoma Jiji iwe JKT Tanzania, kuna namna unajiweka tayari kwa ajili ya mchezo mkubwa wa dabi. Kwa hiyo mashabiki wa klabu zote wajitokeze kwa wingi viwanjani,
lakini wale ambao ni mashabiki wa dabi ya Kariakoo, mimi najua dabi ya Kariakoo ina mashabiki wake. Sio mashabiki tu wa Simba na Yanga. Dabi ya Kariakoo ina mashabiki wake. Kwa hiyo hapa nazungumza na mashabiki wa Kariakoo dabi kwamba waende viwanjani kwa wingi kwenda kupasha misuli kwa ajili ya shughuli inayokwenda kufanyika Zanzibar, shughuli kubwa sana. Pazito. Pazito. Unaenda na kauli gani? Kauli gani aje? Moto ile. Sawa ile amna kukimbiana sio toki. Hizo zitoki huku kwetu. Zitoki huku kwetu. Asante sana Bwana. Asante. Mwanamichezo, exclusive ya Karibu Imanda, afisa habari wa bodi ya ligi, tunaishia hapo. Kubwa zaidi ilikuwa ni kuelekea machi moja siku ya dabi ya Kariakoo, Young Africans akiwa nyumbani akimkaribisha Simba Sports Club pale uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Tumefahamu sababu za Yanga kutoka Benjamin Mkapa na kwenda New Amani Complex ni zipi, lakini pia swala la waamuzi imekaaje, tumefahamu hapo na tutajua mengi kuelekea mchezo huo. Cha kufanya kaa karibu na YouTube channel ya Ava TV.